Mtume Muhammad SAW alikuwa anasomaje Qur'an tukufu? Mara nyingi alikuwa anasoma Qur'an tukufu katika kila rakaa, na alikuwa hasa rakaa zake za nafasi na kusoma Qur'an kwa unyenyekevu mkubwa sana. Afikapo aya za rehema anaomba rehema kwa Mwenyezi Mungu kwa kumlilia, afikapo aya za adhabu anaomba msamaha kwa kumlilia. Katika kila rakaa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasoma sura juzu 3 hadi 5 akiwa anasimama. Pinalimugisha batale na bado nalisimlimhula nanenalimhula nanilomba kunidegeleka ugupyayo kinamuwile Mungu mmoja asiye mshirika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara nyingine tena tumekutana katika Mlima Sita. Tupo kwa ajili ya kuulizana maswali. Na mwanafunzi hapa mbele naomba ajitambulishe kisha nimuulize maswali. Kwa majina yetu Aisha Mola tukata na Yakobo. Ni nini maana ya neno Qur'an? Kitabu kisomacho sana. Idadi ya juzu za Qur'an ni ngapi? 30. Idadi ya sura mirango za Qur'an ni ngapi? 114. Idadi ya mafungu Qur'an ni ngapi? 558. Idadi ya aya za Qur'an ni ngapi? 1348. Tukihesabu pamoja na bismillah katika kila sura. Kuna fungu moja la Qur'an lina aya moja tu, limeandikwa wapi? Sura Mzamil katika fungu la pili. Alama gani inatumika katika Qur'an likimalizika fungu moja? Alama ya ain. Juu ya aini alama ya fungu unakuwa na namba inaashiria nini? Ile namba ni idadi ya fungu katika sura husika. Katika aya ya aini, katikati ya aini kunakuwa na namba, ina maana gani? Ile namba ni idadi ya aya katika fungu husika. Chini ya aini kunakuwa na namba, ina maana gani? Ile namba ni idadi ya mafungu katika juzu husika. Je, ni sura gani haikuanza na bismillah? Sura Tauba. Kwa nini sura Tauba haikuanza na bismillah? Kwa sababu sura Tauba ni sehemu ya sura Anfa ile kabla yake. Ni sura ipi bismillah imeandikwa mara mbili? Sura Naml mwanzoni na wakati aya 31. Taja ufunuo wa kwanza wa Qur'an tukufu. Aya 5 sura Al-Alaq. Soma aya iliyoshuka mwanzoni kabisa. Ikra bismi rabbika ladhi khalaq. Soma tafsiri ya Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Jina gani lililotajwa sana katika Qur'an tukufu? Allah. Nani alikuwa akimletea ufunuo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malaika anayeitwa Jibril. Kwa nini malaika Jibril alikuwa akimletea ufunuo au wahi? Mungu anatumia malaika wake kufikisha ujumbe wake. Taja sura ya kwanza iliyoteremshwa kamili kwa nyakati moja. Sura Al-Fatiha. Sura gani inaitwa Ummul Qur'an, sura mama? Sura Al-Fatiha. Sura gani inaitwa moyo wa Qur'an tukufu? Sura Yasin. Sura Al-Fatiha ni ufunuo wa ngapi? Ufunuo wa 5. Taja sura iliyoteremshwa mwishoni kabla ya hijra. Sura Mutaffifin. Sura Al-Baqara iliteremka lini? Mara baada ya kuhamia Madina. Taja sura ya mwisho kuteremshwa. Sura An-Nasr. Taja jina la sura ndefu ya Qur'an tukufu. Sura Al-Baqara. Sura Al-Baqara ina mafungu mangapi? 40. Ipi sura ya kwanza kwa mpangilio wa uandishi? Sura Al-Fatiha. Ni ipi sura ya mwisho kwa mpangilio wa uandishi? Sura An-Nas. Sura Al-Fatiha ina aya ngapi? Aya 7. Ni watu wa namna gani waliotajwa katika sura Al-Fatiha? Watu wa namna 3: 1 walioneemeshwa, 2 waliokasirikiwa, 3 waliopotea. Katika sura Al-Baqara aya ya kwanza hadi 17 wametajwa watu wa aina gani? Watu wa aina 3: 1 wacha Mungu, watao; 2 wanafiki, 3 wakafiri. Makafiri ni nani? Anayekataa ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Mnafiki ni nani? Ni mtu anayejionyesha kama yeye ni Muislamu lakini akubali moyoni na anafanya fiksi na hila dhidi ya Waislamu apatapo fursa. Mcha Mungu ni nani?
anayeacha matendo maovu na kutenda mema. Sura ngapi zilishuka Maka? 86. Sura ngapi zilishuka Madina? 28. Sehemu ngapi tunatakiwa kusujudu kwenye usomaji wa Qur'an? 14. Katika usomaji wa Qur'an tukufu, ikiwa alama ya aya inatakiwa kufanywa nini? Natakiwa kuacha kusoma kwa sekunde 2. Katika Qur'an, ikiwa alama ya lam, unatakiwa kufanya nini? Tuendelee kusoma. Katika Qur'an, ikiwa alama ya lam hiyo juu ya alama ya aya, tufanyaje? Tunayo ya kusimama kidogo au kutokusimama. Katika Qur'an, ikiwa alama ya jim, tunatakiwa kufanya nini? Tunayo yale ya kusimama kidogo au kutokusimama. Katika Qur'an, ikiwa alama ya ta, tunatakiwa kufanya nini? Tunatakiwa kuacha kusoma kwa sekunde 2. Katika Qur'an, ikiwa alama ya waqf lazim, tufanye nini? Tunatakiwa kuacha kusoma kwa sekunde 2. Katika Qur'an, ikiwa katika Qur'an waqfu ghufran ni nini? Tufikapo hapo tunatakiwa kuomba msamaha wa dhambi yetu. Katika Qur'an waqfu ghufran ziko ngapi? 10. Katika sura Yasin waqfu ghufran ziko ngapi? 5. Hafiz ni nani? Muislamu aliyehifadhi Qur'ani yote anaitwa hafiz. Katika historia ya Kiislamu hafiz wa kwanza ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anayesomaje Qur'an tukufu? Mara nyingi alikuwa anasoma Qur'an tukufu katika kila rakaa, na alikuwa hasa rakaa zake za nafali na kusoma Qur'an kwa unyenyekevu mkubwa sana. Afikapo aya za rehema anaomba rehema kwa Mwenyezi Mungu kwa kumlilia, afikapo aya za adhabu anaomba msamaha kwa kumlilia. Katika kila rakaa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasoma sura juzu 3 hadi 5 akiwa anasimama. Hadhrat Masih aliyejiwa Islam alikuwa anaomba nini wakati anapokuwa anaisoma Qur'an tukufu? Hiki ni kitabu chako, kinifahamisha nitakielewa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituhusu kusoma Qur'an mara ngapi kwa siku? Anayetaka kusoma Qur'an sana mwisho akurusuni juzu 10 kwa siku. Nani aliyeratibu aya za sura zote za Qur'an tukufu? Mungu mwenyewe kwa anamwambia mtume aya zikae sehemu gani. Wakati wa kusoma Qur'an tukufu, zikija aya za rehema tuombe nini? Mtume alikuwa anaomba kwa maneno haya: Allahumma adkhilna fi rahmatika. Toa tafsiri ya dua ifuatayo: Allahumma adkhilna fi rahmatika. Mola wetu tuingize katika rehema yako. Wakati wa kusoma Qur'an tukufu, ikija alama ya adhabu na maonyo tuombe nini? Mtume Muhammad alikuwa anaomba akilia kwamba Allahumma la tu'adhibna. Toa tafsiri ya Allahumma la tu'adhibna. Mola wetu tuingize katika rehema yako. Katibu wahi ni nini? Ni nani? Masahaba waliobahatika kuandika Qur'ani yote ilipoteremka. Taja majina ya baadhi ya masahaba walioandika wahi. Hadrat 1, Hadrat Abubakari Siddiq, Hadrat Uthman Ghani, Hadrat Umar Faruk, Hadrat Ali, Hadrat Zubair bin Awam, Hadrat Khalid bin Said na kadhalika. Masahaba walioandika wahi walikuwa wangapi? Zaidi ya 40. Taja jina la sura inayoanzia na qul wallahu ahad. Sura al-Ikhlas. Neno ikhlas maana yake nini? Utakaso wa pekee. Lailatul Qadr, usiku wa heshima ni nini? Ni ule usiku wa baraka ambao Qur'ani ilianza kuteremka. Allah anasemaje kuhusiana na fadhila ya Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairun alif shahr. Toa tafsiri ya Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Usiku wa heshima ni bora kuliko miezi 1000. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisemaje kwa kuitafuta Lailatul Qadr? Alisema kwamba tafuteni usiku ulio wa heshima katika kumi la mwisho wa Ramadhani. Mungu anafanya nini katika usiku wa heshima? Mungu akaribu sana waja wake na kukubali maombi yao. Sayyidina Masih aliyeahidiwa Islam alisemaje juu ya Lailatul Qadr? Alisema kuwa zile zama za giza pia zetu Lailatul Qadr ambamo azili mjumbe wa Allah. Taja majina ya matunda ambayo yaliyotajwa katika Qur'an tukufu. Komamanga, zabibu, tini, ndizi, zaituni, tende.
Taja majina ya wanyama waliotajwa katika Qur'an tukufu. ngamia, mbuzi, kondoo, ng'ombe, farasi, simba, punda, nyumbu, ndovu, ndama, nguruwe. Eleza majina ya kaumu zilizoangamizwa ambazo zimetajwa ndani ya Qur'an. 1. Kaumu ya Nabii Nuh. 2. Kaumu ya Ad. 3. Kaumu ya Thamud. Nabii gani alitumwa katika kaumu ya Thamud? Nabii Saleh. Nabii gani alitumwa katika kaumu ya Ad? Nabii Hud alayhi salam. Yassarna al-Qur'an ilitungwa na nani? Hazrat Pir Muhammad Sahib Manzur. Taja sura 3 za mwanzoni. Taja sura 3 za mwanzo za Qur'an. 1. Sura Al-Fatiha. 2. Sura Al-Baqara. 3. Sura Al-Imran. yeye ndo yatuumbile yatuingile uhai fatuishi mdunia yabamile yeye tabamigwa tumuinamile kulangu safa tushukuru Mungu yu mmoja asiye mshirika. Mijokani ya maombi yito na majibu mitipatia imani jito ya yakola upendo wino huenea daima chatutenda kukusifu dele no tendenda kukunadi Mungu yu mmoja asiye mshirika. Iti open miata ole kireto iolopokin olondau onadonda kinyor iye tamayana iyok Mungu yu mmoja asiye mshirika. Zifajenu tutizilole hakika za muaziene ngani wai kutio chela walangatiyo chela mtokweche mnope ewe mnungujwe tu Mungu yu mmoja asiye mshirika. Kila lugha ya kutaja yasifu wako uwezo bila hata kukufuja zatolea maelezo ianza safari twaja kubali vitu vigezo samehe vitu viroja tuondole vikwazo Mungu yu mmoja asiye mshirika.